Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 09. Kwenye mitandao yetu tunapatikana kama Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada Tour 2026. Vipaji vya mikoa, Asili Yetu TV. Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Shukrani sana wadhamini ambao mnaendelea kutushika mkono kupitia vipindi vyangu vyote ambavyo ninafanya. Nitawatambulisha. Tuanze na Kigamboni Mini Market ambao wanapatikana mkoani Njombe, barabara ya Vegas, wanatazamana au mkabala na gesti ya kuokoka ni lazima. Hapo kuna Kigamboni Mini Market. Sasa unaweza kuwatembelea pale kwa ajili ya kupata mahitaji mbalimbali ya majumbani. Tunapozungumzia Mini Market, watu wanaelewa kwamba ukienda pale kuna bidhaa fulani hivi za kijanja, lakini pia unakuwa umeingia kwenye market ambayo wewe unachagua bidhaa, halafu unarudi kwa mhudumu, bwana, mimi nimechukua mzigo wako, then anakupa bei, halafu unakuwa unalipa na kuondoka zako. Kwa hiyo unakuwa umeingia sehemu ambayo ni ya kujivunia, yenye mazingira safi sana. Wazingatie jamaa wako mkoani Njombe, lakini The Glory School wako Mafinga Bungema pale kwa huduma za elimu ya mwanao, lakini mazingira yao ni mazingira ambayo yako vizuri. Kitu cha kwanza ambacho mimi nilifika kwenye shule ile nilijivunia ni mazingira ambayo wanayo ndani ya shule yao, lakini pia hosteli wanazo nzuri, lakini pia elimu ufaulu uko hali ya juu sana. Kwa hiyo ukienda pale utakuwa ni mtu ambaye hujutii kuwepo pale. Lakini mimi nimalizane na ndugu zangu Hombolo Wine ambao wao wanapatikana mkoani Njombe na kwenye supermarket zote ambazo ziko kwenye huu mkoa au pub zote. Hombolo Wine inakuwa inapatikana hapo. Kwa hiyo hakikisha kwamba pale unapokuwa na uchovu unawazingatia hawa jamaa ili mambo yaweze kwenda sawa. Sasa leo bwana, kwenye kipindi changu bwana, niko na mgeni ambaye nitampa nafasi atajitambulisha. Tumerudi nyumbani, tunaangazia vipaji vya nyumbani. Asili Yetu Rada Tour 2026 ndio kwanza tunaanza kutimua vumbi. Mimi naitwa Angoji na nyuma ya kamera tunaye Big Sound ambaye anahakikisha sauti, picha tunaipata fresh sana. Bwana, karibu sana. Asante sana. Habari za Dar es Salaam kwanza? Sana, tunamshukuru Mungu tuko vizuri, amani na utulivu. Amani na utulivu. Kwa mwaka kwa kishindo. Okay. Kwa na utulivu kabisa, tunamshukuru Mungu. Kwa mtu anayekutazama sasa hivi anatamani kufahamu unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jackson Mgeni. Ni jina la sanaa naitwa MC Mgeni. MC Mgeni. Ndio. Mwamba mwenyewe. Mtoto wa Njombe. Mtoto wa Njombe. Ya, mwenye Njombe yake. Bwana, hao watu wanakufahamu MC Mgeni, MC Mgeni. Sasa tunataka tutambulishie angalau icon yako kwamba kumbe ni huyu. Amina. Nitarudi Njombe, nyumbani kwa baba na mama. Nitarudi Njombe, nyumbani kwa baba na mama. Naipenda Njombe, Njombe inapendeza. Umetisha sana bwana. Njombe inapendeza. Nikale numbu na nini? Na dosani. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, kupitia hapo utakuwa umeshafahamu kwamba niko na nani. Ni watu ambao walibeba mkoa wa Njombe wakaitambulisha, na of course nyimbo zile bado zinafanya vizuri mpaka sasa hivi. Sasa Ankoji, Asili Yetu Rada Tour 2026, kazi yangu ni moja tu, kwamba kutafuta vile vipaji ambavyo vilikuja vikapotea au viko vinachipuka. Sasa leo niko na MC Mgeni ambaye yeye tutazungumza naye mambo mengi sana. Bwana, kwanza hongera kwa kibao. Asante. Nitarudi Njombe ilikuwa ni albamu ilibeba
Ni jina la albamu. Ni jina la albamu. Kwa sababu ile albamu ilikuwa na nyimbo 8. Ilikuwa na nyimbo 8 ambazo tuliimba kama bendi. Bendi yetu inaitwa Kibekinga. Okay. Kwa ufafanuzi ni Kibena, Kikinga. Kwenye uimbaji wetu tulikuwa tunachanganya lugha mbili. Okay. Wakati huo makazi yalikuwa wapi? Ni Dar es Salaam. Na shooting zimefanyika wapi? Albamu yetu ya kwanza tulifanyia Dar es Salaam, ile ya Kamwene. Ya Njombe tukarudi Njombe kabisa ile. Njombe kabisa. Kaona sasa hii twende tukaonyeshe mazingira. Tukataja Njombe afu naonyesha Mbagala. Iwezekani. Okay. Tukarudi Njombe kwa ile video ni mazingira ya Njombe. Okay. Baada ya album sasa iliyotambulisha ni ipi? Iliyotutambulisha ni Kamwene. Ya kwanza tu sisi. Hii ilikuwa inaitwaje Kamwene? Kamwene hivyo hivyo. Kamwene. Twihongera nyebanyarukoro Kamwene. Yunyenye banyarukoro Kamwene. Umetisha sana na jua kipindi hicho ulikuwa na mpaka sasa hivi bado una ufalme kwenye nyanda za juu kusini. Tunazungumzia Wahehe, tunazungumzia Wabena, tunazungumzia Wakinga na Wapangwa pia. Na Wakinga bado nimeshika wingu. Wewe bado umeshika wingu liko mikononi mwako. Okay. Baada ya kutoka hizo ngoma sasa, kwako mapokeo yalikuwaje? Ulitarajia kweli mapokeo yale yangekuwa vile? Kabla sijaanza kurekodi hizo nilifuatilia. Mimi ni mhudhuriaji mzuri wa matukio hasa sherehe. Okay. Sasa kwenye sherehe mle kuna nyimbo ambazo tulikuwa tunapiga za miaka ile tunakuwa nazisikia zile sherehe zote. Kija Njombe nyimbo ni zile, nienda Dar es Salaam nyimbo ni zile. Kwa hiyo nikapata wazo kwamba kwa nini nisije na nyimbo hizi mpya kwa lugha ya Kibena. Lakini pia kwa umri wangu nikifanya hizo nyimbo za asili watanielewa haraka kwa sababu vijana wengi hatufanyi nyimbo za asili. Wengi wamepokea kwenye gospel na bongo flava. Swahili kingi sana. Kwa hiyo mtu akiona tu ni vijana wamefanya hivyo, hiyo peke yake itamfanya mtu atulie na kusikiliza. Kwamba wana nini hapa? Kwa umri huu wana nini? Ndipo nilipopata ile wazo. Nikamshirikisha rafiki yangu ambaye ndio tuko naye kwenye hizo kazi. Kwamba bwana mimi na wazo moja pekee tunashukuru alipokea haraka akasema kweli fanya hili tutaenda mjini haraka. Basi tukaingia studio tukafanya wimbo mmoja ulikuwa wa Kikinga ule nasema Gavana Witso wa Kilipani. Gavana Witso wa Kilipani no Kilipani no mama Kilipani yani ukiona naongea kiko kwa mwenzi. Ule wimbo mmoja tu tukaanza kupata mialiko. Watu wakawa wametuelewa. Pale ndio wakaanza kututia moyo. Fanyeni na nyingine. Ndio tukatulia. Tukatengeneza ile albamu ya kwanza ya Kamwene. Walipokea vizuri. Pale ndipo tulipopata nguvu ya kuandaa albamu ya pili ya kwetu Njombe. Kwa mapokeo kwa fupi yalikuwa ni mazuri. Mapokeo yalikuwa ni mazuri. Yamewatambulisha sana. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema MC Mgeni, wewe ni moja ya star nyanda za juu kusini kwa sababu umewakilisha makabila karibu yote ambayo yale ni kiini kikubwa kwenye kuanzia Iringa yote tunakamata. Njombe yote tumekamata. Yaani humo. Na moja ya nyimbo ukienda kwenye sherehe zozote, send off wa harusi, hizi nyimbo zimekuwa zina nguvu yake. Yaani MC DJ asipopiga ile nyimbo ya Kamwene, asipopiga nyimbo narudi Njombe, atakuwa ni mgeni na kazi. Lakini pia ukiingia kwenye mitandao ya kijamii tukiangazia TikTok, labda mtu alikuwa amesafiri, alikuwa nje ya Njombe. Sasa anaporudi utakuta ameweka kale kanyimbo na Njombe. Nitarudi Njombe. Lazima. Nashukuru. Yaani kwa mikoa hii miwili kwanza kitu ambacho najivunia imefanya sasa hata walio nje ya hii mikoa miwili wakisikia hizo nyimbo wanajisikia wako nyumbani. Kwa sababu watu wametawanyika. Nilikuwa nikipata comment nyingi. Kuna video moja hivi nimewahi posti, ulikuwa na mkutano wa askofu nafikiri walienda Italy, Roma huko.
ukapiga wimbo nitarudi Njombe. Nje ya Tanzania. Nje ya Tanzania. Ninarudi Njombe. Nimekuwa nikipokea salamu za wana Njombe wengi na wao ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa mbali na nyumbani, lakini hizi nyimbo zinafanya tuone kama tuko nyumbani. Kuna bwana mmoja ni mtu wa Njombe alifunga ndoa Uingereza ile jamaa. Walitumia wimbo wa Kamwene. Uingereza, nyimbo ya Kamwene ikapigwa. Wale wa Tanzania walioko kule wote waliona kama wako waliona sasa tuko Njombe sasa. Wale nao wakawa wanatia moyo kwamba usiache kufanya hicho. Endelea kwa sababu ni kitu kikubwa. Kwa hiyo nashukuru. Kimefika hapo kilipofika, watu wamekielewa na Njombe imetambulika. Nami najivunia na sina deni kwa wananchi. Deni bado lipo. Bado deni lipo. Huna deni kwa sababu tayari umeshaonyesha njia. Na sasa deni watu wanasema mbona umepotea? Baada ya albamu ya pili ambayo tumeitoa 2021. Ni kitambo. 2021. Miaka 4 sasa tunaenda mitano. Baada ya pale kutokana na majukumu hapa na pale tukajikuta hatujasimama tena kama hivi. Kila mmoja tushakuwa watu wazima. Na majukumu haipo kwa ile kuonana ikawa changamoto. Kwa mwisho wa siku tukakubaliana kwamba tusije tukaoa vipawa vya watu. Kwa ambaye ana nafasi anaona kabisa kuna mpenyo mbele anaweza kaendelea basi aendelee. Kwa hiyo tukaachana hivyo. Kwa hiyo mpaka sasa wote tunaendelea, lakini si kama bendi. Kila mmoja amesimama mwenyewe, lakini huwa tunakutana kwa sababu sisi ni familia. Ikitokea tumekutana kwenye sherehe wote watatu tunafanya nyimbo zile kama bendi. Lakini hatujawa bendi kila mmoja, na ndio maana sasa baada ya 2021 jina la MC Mgeni ndio likaanza. Lilianzia hapo. Wakati tunatoa hizi albamu tulikuwa bado hatujaingia, ilikuwa ni Kibekinga. MC Mgeni alikuwa haonekani, alikuwa hajulikani. Kwa baada ya kutoka ile albamu, baada ya kuachana pamoja Pambani, ndipo sasa MC Mgeni akaanza kutokea. Unadhani brand yako ya MC Mgeni na ulivyokuwa kwenye bendi, ipi unaona kwako ina faida mpaka kubwa sana? MC Mgeni ni kubwa. Kumbuka MC Mgeni kule ilikuwa ni Kibekinga, tulikuwa watu watatu. MC Mgeni ni mmoja. Kwa hiyo ugali anakula peke yake. Kama ugali kadogo kanamtosha. Kule kalikuwa hakatoshi. Kwa hiyo MC Mgeni brand imeenda ni brand kubwa kwa sababu nje na uimbaji pia ni MC kama jina linavyo. UMC tunapiga sana wapi hasa? Mimi nazunguka sana. Yaani hii Tanzania ni mikoa michache sana ambayo sijafika. Usiniambie bwana. Ni mikoa michache sana ambayo sijafika. Tanzania tuna mikoa 27. Kitu kama hiyo. Yaani maeneo ambayo sijafika ni ile ishia Tunduma ile kwenda Rukwa ile ya pembeni. Rukwa, Kigoma, huko bado hatujakanyaga. Lakini Tabora, Mwanza, sijui Tarime huko kote tumeenda. Na connection yake inapatikana vipi? Ni mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii, watu wanaona kazi, wanakupigia simu, bwana tumefuatia, tumeona kazi yako ni nzuri. Nakubaliana basi. Unapanda gari unaenda. Na makazi yako sasa hivi yako jijini Dar es Salaam. Na mapokeo vipi sasa ya MC kule? Wamenipokea vizuri. Na naweza nikasema ndo kazi ambayo kwa sasa inaniweka mjini. Namshukuru Mungu, ndo kazi ambayo inaniweka mjini kwa 80%. Na Njombe mapokeo yake yapo vizuri. Njombe wamepokea vizuri. Kama mnavyojua MC tuko wengi. Lakini pia wakati mwingine hata bajeti. Mtu kutoa Dar es Salaam kuleta Njombe kwa mwingine unakuta bajeti. Natamani fanye kazi lakini bajeti yangu inakwama kabisa, lakini simu ni nyingi. Ni wengi wanatamani kufanya kazi na MC Mgeni. Wananzengo wanauliza, MC umepotea, yule mwimbaji wetu wa nyimbo za kiasili ambaye alikuwa anawakilisha Wahehe, Wabenga, Wakinga. Nini sasa baada ya kutoka 2021 mpaka sasa hivi, kuna nini ambacho tunafikiria? Tutarajie 2026 tunapata kazi? Naweza kusema kwa msaada wa Mungu mwaka huu nitaachia album kwa sababu audio zipo, sio kwamba kazi ya mimi naendelea na uimbaji. Sema kwenye sanaa kinachotambulisha ni video. Kwa hiyo hicho ndio
kinachofanya watu waone kama kwamba huyu ni fulani au MC mgeni hatumuoni, lakini nipo. Kwa hiyo najipanga vizuri ili ninapokuja nije na kitu kizuri, sionekane kama jina la albamu ambayo 2026 inawezekana nyimbo nyingine ameshaanza kuzisikia, nimeshazitanguliza, zipo na zinafanya vizuri kama maana ya audio. Ndila muhaparukela ndifukama ndinyosa maboko kushanya ndidalisa kwanguluvi umunya wende yandipeye uvuvi kwenye adalike mwe adali kunguluvi adali. Ipo sana, ipo sana, naicheza sana. Ndugu zetu ambao mnatufuatilia kupitia Asili Yetu TV sasa hivi, inawezekana lugha hapa tumekuacha njia panda. Nitajaribu. Amesema kwamba anaamka asubuhi na mapema, ananyosha mikono juu kumuomba Mungu kwa sababu aliyenipa uzima, adalika ni Mungu ametenda. Mungu ametenda. Kwa hiyo ukiamka asubuhi uko vizuri, mzima afya, ni Mungu ametenda. Kwa hiyo ni kazi ambayo itapatikana kwenye albamu, lakini pia kuna ambayo nimeshatoa video. Mulabona ndigenda dimina demu yenyunguluvi ambwene nguluvi ambwene. Hiyo ipo tayari. Kwa hiyo wana Njombe, mkoa wa Iringa, Njombe na mikoa mingine ambayo wako karibu na sisi, lakini sio mikoa tu ambayo iko karibu na sisi, Tanzania kwa ujumla, kwa sababu sasa hivi kila mkoa ukienda utawakuta Wabena, utawakuta Wakinga, utawakuta Wahehe. Kwa hiyo mwingiliano. Kwa hiyo wajivunie kwamba 2026 wanapokea kazi jamani. Vipi katika hizo kazi, kuna kazi zile ambazo zitatufanya kwenye sherehe tukienda tusikae kinyonge? Kazi zangu kama nilivyoanza mchaka kwa, lakini nimeongezea na kitu cha wale wa Bena. Kuna tenzi za Kibena, kuna kitabu kabisa ambacho zile tenzi wametafsiri kwa lugha ya Kibena. Kwa hiyo nimeongezea pale ili kwa wale wapenda tenzi basi waende. Tayari nimeshazirekodi bado video. Wewe mwaka 2026 utakuwa ni wa moto kweli kweli. Ni wa moto. Yaani ni kanisani ukumbini. Lazima tukieleweke. Niko nao. Bwana umetisha sana. Umesha kupromise kwamba 2026 albamu inakuja, watu wakae mkao wa kupokea. Shooting tutarajie kufanya shooting ya aina gani? Za kiasili zaidi? Kama kawaida. Siwezi kutoka nje ya mkoa wa Njombe kwa sababu lugha nayoimba ni ya nyanda za juu kusini. Kwa hata video lazima ipatikane ili hata wale walioko Dar es Salaam wakiona video wanajiona kabisa hapa Njombe. Kwa hiyo siwezi kutoka nje ya eneo hili. Lakini pia hata uzinduzi lazima nijifanyie Njombe. Njombe tumebarikiwa. Kwa hiyo wanangu wa Njombe, watumishi wa Mungu Njombe na sehemu na wapenda burudani wote wa nyimbo za kiasili, kwamba 2026 jamani, kwanza tunapokea albamu, halafu tunakuja kukutana na uzinduzi. Hii itakuwa ni ya pekee sana. Hii najua utakuwa na mgeni mkubwa kutoka sehemu mbalimbali. Yani kwa sababu watu wengi wanamfahamu MC Mgeni na nimekuwa nikiandaa matukio ya kukusanya watu na nimekuwa na matukio. Sio mgeni na event. Sio mgeni. Kwa tunajiamini kwamba itakuwa ni ya pekee. Kwa wafuatiliaji, hii miaka miwili tumekuwa na matukio kule. Yes, nilifuatilia. Yale matukio mwandaaji namba 1 ni mimi. Mwandaaji ulikuwa ni wewe. Namba 1. Kwa watu wengi lakini mstari wa mbele utaniona mimi. Kwa hiyo ni mzoefu na haya matukio. Kwa hiyo naamini hata hili litakuwa ni moja ya tukio kubwa sana kwa mkoa wa Njombe kwa sababu moja ya kitu ambacho nimekuwa nikifikiri kwa muda mrefu kwamba Njombe wapo waimbaji wa nyimbo za asili. Wapo, lakini hatujawahi kuwa na kusanyiko la pamoja kuonyesha watu wenye nyimbo za asili wanafanya nini. Kwa hiyo maono yangu kwenye tamasha la uzinduzi tutakuwa na waimbaji wa nyimbo za asili tu. Na natamani tuite Njombe Festival ambayo itakuwa ni za asili tu. Nikusanye vipaji vyote vya mkoa wa Njombe. Waje pale kila mmoja aonyeshe kipaji chake ili watu wajue kwamba
kumbe Njombe sio MC Mgeni peke yake. Wapo wengine. Na watu wajivunie vitu vya kwao. Okay. Ndio maono yangu makubwa kwa mwaka huu. Okay, ubarikiwe sana. Kwenye mitandao ya kijamii sasa, wale ambao labda hawajazingatia sana kwa kufuatilia, wamekuona leo wanatamani sasa kuanza kufuatilia. Kwenye mitandao ya kijamii tunasomekaje? Ni MC Mgeni. MC Mgeni. Jina rahisi tu. Rahisi tu, andika tu MC Mgeni. YouTube kule. Kule ni MC Jackson Mgeni. Okay. Ile ni address ni hapo. Okay. Na baada ya kupiga sasa kwenye nyimbo tumeangazia UMC. 2025 tumefungia wapi kazi? 2025 nimefungia Dar es Salaam kazi kwa maana ya UMC, lakini kubwa ilikuwa ni ya Njombe. Ni ya Njombe. Njombe kuna sherehe nilifanya Njombe 2025 ile, yaani pamoja na kwamba hapa katikati nimepost video nilizofanya, lakini ile ilifunga kazi. Bado watu wana like na comment pale. Yaani hizo zingine na kama hazionekani ya yule bwana mwamba Jackson wa Njombe. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, natumaini video ile mimi nitaitafuta tuiweke hapo kwenye screen watu wajue. Ni mwamba ambaye alitrend sana kwenye mitandao ya kijamii, na moja ya watu ambao mimi binafsi nilichelewa kujua kama ni mtu wa Njombe, mimi pia ni moja wapo, ila baada ya kuifuatilia mara kwa mara nikajua mbona kama ukumbi na ujue. Kwako ilikuwaje? Ulikuwa unakifahamu kama kitatokea au kilitokea tu ukumbini? Kwanza bwana harusi nilikuwa simfahamu. Mpaka nafika Njombe nilikuwa simfahamu bwana harusi. Na bahati nzuri niliomba kukutana naye mapema ili tuweke mambo sawa. Nilipomuona tu alivyo nikasema hii kwangu hii ni fursa. Ni fursa. Yaani alivyo tu peke yake hii ni fursa. Kwa hiyo nikasema kwa namna yoyote ile nitaanzia nipate hata klipu moja au mbili. Itaenda. Lakini tumeenda kanisani na mwangalia mke wake, bwana harusi alivyo na mke wake, hii leo content hii itaenda. Hii ni kubwa sana. Mimi nilia matumaini kwamba hii kazi ya leo katika kazi bora ambazo nimefanya, hii namba moja kwa kufanya bora ya kufuatilia ambayo nimewahi fanya, niliondoa mtandaoni, lakini hii imeenda zaidi. Imeenda zaidi. Kwa hiyo tumeingia ukumbini nikavizia video kama mbili tu. Zile ambazo nimekusudia mbili tu hizo sasa zinanitosha. Kwa hata kabla sijaziweka mtandaoni nilimwambia kabisa bwana harusi hizi umeiona hii? Hii tunaenda nayo. Na kweli nashukuru Mungu imeenda. Na yeye baada ya kwenda mjini sasa alikupigia simu kuwa na maono, labda kuna mawazo alikupa? Alinipigia akafurahi akasema brother, naona mambo yanaenda. Nikamwambia sasa isiishie hapo, pita na upepo. Tafuta madogo hata wawili watatu tengeneza. Siku hizi mambo ya kucheza cheza ni hela. Tofauti na miaka ile wakati bado vijana tunaoa, basi walikuwa ni wa familia. Lakini sasa hivi kucheza wanakodia. Kwa nikamwambia ulichonacho wewe ni utajiri. Ni namna tu ya kukitengeneza vizuri, lakini Njombe kuna sherehe nyingi. Lakini Njombe ni watu wa kisasa tofauti na miaka ile. Njombe imebadilika. Zamani wazee wanaambia huyu mdini anafanya nini? Lakini siku hizi vijana watu wanapenda vitu vizuri. Kwa hiyo unacho wewe ni kitu kizuri, na kwa Njombe unacho peke yako. Amini hicho, unacho peke yako. Kwa hiyo ukikitumia vizuri kinakusogeza. Kwa hiyo na imani yuko kwenye mipango. Yuko kwenye mipango. Asili Yetu TV tutamtafuta mpaka tumpate kabisa. Yani tutamtafuta tumpate, tujue kipaji chake kimeishia wapi na mpango gani kabisa. Okay. Na kwa nafasi sema sasa na mashabiki zako. Mimi binafsi nimeridhika, tumepiga story nyingi sana, tusiwachoshe sana watu, lakini nikupe nafasi sema na mashabiki zako. Kwa wale mashabiki wapenzi wa nyimbo za asili, niombe tu muendelee kutusupport. Bado hatujachoka, tuko vizuri, bado tuna vitu vingi sana kwa ajili ya uimbaji wa nyimbo za asili. Tunatamani nyimbo zetu ziwe ni kubwa, isiwe tu kwa ajili ya Wabena, Wakinga, Wapangwa, ziwe hata kwa makabila mengine, wakisikia wajue kabisa hii Njombe wacheze kama ambavyo wanacheza kama wanacheza hadi Wasukuma nani wanacheza. Basi tunatamani tuendelee kutoa na vitu vingine ambavyo
vitaendelea kutambulisha mkoa wetu wa Njombe na maeneo ya karibu. Kwa hiyo kikubwa sana ni support kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia na kununua kazi zetu na mialiko. Tusiishie kucheza tu maeneo mengi unakuta wanacheza nyimbo za msingeni, lakini kwenye mwaliko hawazingatii. Jamani, zingatieni kwenye mwaliko, tunataka maokoto. Lakini pia hata taasisi za kiserikali unaona kutoka mfano Njombe hii wimbo unatumika sana kwenye matukio ya kiserikali, lakini mhusika hayupo. Wakati mwingine wanapiga hata simu, bwana tuna 1 2 3, ukishaambia nauli lakini nyimbo zinatumika. Kwa hiyo ni kilio ambacho nimekuwa nikipiga kelele muda mrefu kwamba basi mwe mnatusapoti, hata mkitupa nafasi ya kuonekana kwenye jukwaa. Wewe ukinipa tu nauli, atakaye niona mwingine atanipa na jamaa matunda. Lakini tuache hivi tunashindwa. Yawezekana wako na wengine wanaoimba kama sisi, lakini waliishia njiani kwa sababu ya kukosa support. Hawakuwa na nguvu ya kusogea. Kwa hiyo ukitupa nafasi, wapo waimbaji wengi na sisi tutafanya kazi kutambulisha mkoa. Hiyo umeweka sana kwamba natumaini taasisi, viongozi mbalimbali mtakuwa mmesikia. Wazingatiwe watu wa nyumbani kwanza, kwa sababu ni kweli nyimbo zinapigwa, muzika yupo, inakuwa kama tunakandamiza kitu fulani hivi kwamba yule asiinuke. Sinakuwa sio poa sana. Kumbe wangekuleta, kuna mtu angekuona kwamba kumbe ni huyu. Kwa hiyo anaweza kaa alikuleta kwa gharama ndogo, wewe ukapata gharama kubwa kwa mtu mwingine. Tunasema 2026 hakikisha unatengeneza connection ambayo wewe itakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hicho kizingatiwe sana. Mimi bwana nikushukuru sana kwa kupiga story na Asili Yetu TV. Kwa mara ya kwanza umefika kwenye studio zetu, ndio tunaanza na sisi, lakini tuko pamoja. Ni studio kubwa, studio kubwa ambayo imeshafika mbali. Kwa hiyo wadau tuiunge mkono. Amina. Studio yetu ya nyumbani kabisa. Kila mmoja afike hapa. Kufuatilia Asili Yetu TV ilikuwaje mpaka ukaijua? Niliona kwenye grupu moja la Njombe, mtu aliposti pale kuna kitu mlikifanya, na mimi ndipo nilipoanza kufuatilia. Kwanza jina tu ile nembo Asili Yetu wanafanya nini? Au ni jina tu, lakini hongereni, naona mambo ni mazuri. Na mnaubeba mkoa wa Njombe. Amina, ubarikiwe sana. Basi mimi nikutakia kila la heri, tutakutana wakati mwingine. Asante sana. Shukrani sana mtazamaji wa Asili Yetu TV ambaye umekuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tulikuwa na MC mgeni ambaye tumepiga naye story, ameshapromise kwamba 2026 tukae mkao wa kupokea album yenye mchaka kweli. Kwa hiyo endelea kumsupport, endelea kumpa nguvu ili aweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Shukrani sana kwa Kigamboni Nini Market ambao wao wametushika mkono kwenye kipindi chetu cha Asili Yetu Rada 2026. Wanapatikana mkoani Njombe, mtaa wa Vegas, wanatazamana kabisa na gesti ya kuokoka ni lazima. Lakini The Glory School kutoka Mafinga, Tanzania, Iringa, hakikisha mwanao anaenda kusoma pale. Harakati za mazingira nini, kupeleka watoto shule ambazo zinakuwa kidogo zina migogoro upande wa elimu, basi achana nao, peleka pale, halafu siku utakuja kutuambia kwamba nilipeleka mtoto katika sehemu ambayo kuna uhakika zaidi. Lakini pia Hombolo Wine, usikae kinyonge sana nyumbani. Chukua lita 5 yako ya Hombolo Wine kwa bei rafiki kabisa, kaa nayo nyumbani, na wakati uko na stress nini, umechoka, basi utakuwa unapiga Hombolo Wine taratibu, akili inakaa sawa. Mimi sina la ziada. Naitwa Mboji na hii ni Asili Yetu TV, na nyuma kamera tuko na Big Sound ambaye anahakikisha sauti, anahakikisha picha inatoka vizuri, mambo kama hayo. Tukutakie kila la heri, tukutane wakati mwingine kwenye vipindi kama hivi.